Wakorintho wa kwanza 7. Video no hivi. Nachukua fursa hii kuwasalimu bwana harusi, wageni wote waalikwa, kamati ya maandalizi, bwana harusi na wengine wote. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Bwana liseme amen. Hebu mkono wa Bwana sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona ukumbi huu kama maji zimejaa na maji fridge. Bwana Yesu asifiwe. Harusi tuko nayo. Tunayo ama hatuna? Upande huu pekee. Harusi tunayo ama hatuna? Thank you. Na upande huu harusi tunayo ama hatuna? Apigie Yesu makofi mazuri. Wacha nisikesha kwa leo kwa sababu tunaambia kwamba wanadamu wako na harusi ngapi? 3. Sema amen. Ya kwanza ni kuzaliwa, na ya pili na ya tatu. Na kati ya zile harusi 3 ni gani ambayo ni furaha? Kuzaliwa na kufa. Kati ya zile harusi 3 gani ambayo mwanadamu ameandaliwa itakuwa ni furaha? Ni harusi, sio? Kwa sababu gani? Kuzaliwa unazaliwa pekee, na kufa utazikwa pekee. Na je, katika harusi mtakuwa wangapi? Mtakuwa wangapi? Wengi, sio? Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaona kwamba katika harusi ya pili kwa mwanadamu lazima ishuhudiwe na watu wengi. Sio kweli? Bwana Yesu asifiwe. Na sababu gani huwa wanaweka ishuhudiwe na watu wengi? Ni kwa sababu hii ni mojawapo ya harusi ambayo imechaguliwa kwa mwanadamu kuwa ni harusi ya moyo. Harusi ya nini? Sema imani. Maana maanisha na hivi, harusi ya moyo ni wewe mwenyewe uende ujichagulie. Lakini harusi ya kuzaliwa itakuwa ni mama na mtoto. Na harusi ya kifo itakuwa ni wewe na kaburi, sio? Lakini harusi hii ya kuoana ni harusi ambayo inalinganishwa ama ni ya upendo kwenda kujichagulia kitu ambacho wewe mwenyewe unakipenda. Sio kweli? Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima iwe ni harusi ya upendo, na upendo haupo ndani ya sheria. Sio kweli? Utalazimisha mtu kupenda mtu kweli? Useme sheria inasema lazima nikuoe. Yaani kama sheria inasema twende tuoane, basi kila mtu amuke na tuanze kuoana tu kwa sababu sheria inasema. Bwana Yesu asifiwe. Lazima yuti aingiwe na klasi katika moyo, ampende katika dhati. Lazima klasi ampende yuti katika moyo, sio kwa lazima, sio? Amen? Sio? Halo. Sheria ya Bwana inasema ya kwamba Mungu alipomuumba mwana wa Adamu akaona si vyema Adamu aishi
Sio Eugene atakuwa ni msaidizi wa Gladys. Biblia inasema hivyo kweli. Gladys atakuwa msaidizi wa kipekee wa nani? Wa Eugene. Hebu tusome maandiko. Wakorintho wa kwanza 7. Wakorintho wa kwanza. Inasema hivi, basi kwa habari ya mambo yale niliyoandika, ni heri mwanamume asimguze mwanamke, lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanamume na awe na mke wake peke yake. Yaani yule ambaye ametengenezwa katika ubavu wa mume wake peke yake. Sema amen. Hakuna yule ambaye atakayekuja wa pili. Kwa sasa mbele zetu kuna watu wawili peke yake. Kuna Gladys na kuna nani? Eugene. Tunahitaji tujue kwamba yule atakayekuja ama amejiandaa watatu bila. Lakini mbele ya ukumbi tunaona watu ngapi? Watu ngapi? Sasa tunajua yule ambaye aliyejiandaa ni nani? Kabla tuzungumzie maneno haya kwa Wakristo wote duniani, wakati ambapo hilo likiwa limetanda, akawaambia kwamba basi kwa ajili ya maneno haya, na kila mwanaume na awe na mke wake peke yake, na kila mwanamke na awe na mume wake peke yake. Hello. Na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Mume na ampe mkewe yake yake. Na hivyo mke na ampe. Alionyesha maneno haya akiuguza kwa undani, akasema ya kwamba basi na kila mwanamke anampe mume wake haki yake, na kila mwanaume ampe mke wake haki yake. Halo? Tupo ama tupo? Tupo kweli? Nione ishara mikono. Tupo kweli? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maandiko ambayo yapo ndani ya Biblia yanayodhihirisha kwamba kila mwanamke na awe na mume wake, na basi atampatia mume wake haki yake pasipo kugawana. Halo? Pasipo mke ana amri juu ya mwili wake, bali mumewe hivyo hivyo. Paulo akiwa gerezani awaandikia Wakristo akiwaambia kwamba basi wewe mke hauna mamlaka juu ya mwili wako, na wewe mwanamume hauna mamlaka juu ya mwili wako. Wewe Eugene hauna mamlaka juu ya mwili wako. Sema amen. Eugene hana mamlaka juu ya mwili. Naye pia Gladys hana mamlaka juu ya mwili wake. Na ukisoma inasema kwamba aliye na mamlaka juu ya mwili wa Eugene ni nani? Gladys. Sema amen. Hello? Ambaye yako mbele yetu sio? Nani ambaye yako mbele yetu? Nani yako mbele yetu kwa mke? Ni nani? Hello? Nataka useme kwa sauti. Ama mwanadanganya. Ama kuna mtu ambaye amejificha lakini anataka kusema. Nani ambaye aliye na mamlaka ya Eugene? Si watu wote kuseme Gladys. Hello? Nani aliye na mamlaka juu ya Eugene? Yes, kwa mwili wa nani? Na ni nani ambaye aliye na mamlaka juu ya mwili wa Gladys? Eugene, sio? Kuna mtu mwingine kweli? Alafu nipata umejificha kwenye kichochoro. Wanatengeneza mtu mwingine. Kweli? Bwana Yesu asifiwe. Ukiwapata kule, waambie mchungaji alisema aliye na mamlaka juu ya mwili wa Gladys ni Eugene. Aliye na mamlaka juu ya mwili wa Eugene ni nani? Gladys. Hello?
tuko pamoja. Na akasema tumekaa. Hebu soma maandiko. Msinyimane, isipokuwa mmepatana kwa Paulo anazungumza, akaingia ndani zaidi. Akaingia ndani ya kitanda. Akaingia ndani ya nyumba. Mahali ambapo palipojificha. Nataka niulize swali. Siri ya Petro kwa mwanamke ni nini? Paulo anasema kwamba basi ninyi msije mkanyimana. Ninyi msije mkanyimana. Maana kama mume wako ako na mamlaka juu ya mwili wa mke. Basi wewe utakuwa tena akikuja umejikuta kabisa. Umekumbana kabisa. Akileta mkono unatandika yuko kwa juu. Mama akikuja unaambia mama mimi nimechoka, nimefanya mjengo. Biblia inasema kwamba wewe hata kama umefanya mjengo, wewe yule hauna mamlaka juu ya mwili wako. Ili kwamba afanye kazi yake. Achia Gladys. Mwambie sasa ni yako yote. Uchachi sinuwe. Achia Gladys. Ninakuachia wewe. Fanya kila kitu ambacho unachokipenda. Maandiko yanasema yote ni yako. Hapo Gladys. Wacha uchoe. Yes. Awache nini? Yes. Mtaki kuja. Anajiandaa. Anamwambia niliambia tukupikia ugali. Kwenda kula ugali ndani. Wewe nakwambia mahali hapa hakuna mambo ya ugali. Mahali hapa hakuna mambo ya kideri. Mahali mzee anapoingia mwambie nimekupatia mwili yote ni yako. Fanya kila kitu ambacho unachokipenda. Mimi sikatai. Bali nimekubali. Sema
Gladys, wewe ni zawadi ya sikusema. Gladys, wewe ni zawadi ya Yuji, wewe ni zawadi ya yes. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nione kama kanisa mmekubalia. Lazima Gladys ndio sadaka ya nani? Yuji. Yuji ndio sadaka ya nani? Ya Gladys. Wapi makofi mazuri kwa Mungu? Wapi kelele la kutoa yes. Kabla sijakaa nataka mzee Yuji, nataka nione Yuji kama unafunza mambo mazuri sana. Bwana Yuji kama anafunza mambo mazuri, sio? Halo? Kama anafunza mambo, kama anafunza Gladys. Na nataka pia nitaona Gladys kama anafunza mambo. Yaani mnachotaka tuanaka mmeyo. Ili mambo kutoka haraka mwasi kwa sababu ndio itakayosababisha hiyo iharibike. Sio kweli? Sio kweli? Tunataka mtu mwenye hapa kutumika, sio? Sio? Lakini mtu wa kutumika sana. Bwana Yesu asifiwe. Wapo ishara ya mikono. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nione Yuji unipatie sadaka yako kudhihirisha kwamba umempatia Gladys sadaka. Yuji, nataka ulete ikawa kitu choko cha sadaka kwa wapi choko cha sadaka. Kwa sababu